Cha kwanza, wote tukianza na mkoa wa Mara, sisi ni watu ambao huwa tunaonesha ufahamu na kanda hii na kanda nyingine zote. Ninawasihi sana wanachama kwa wingi, kwa kadri tunavyoweza, tujipange kusafiri kwenda Tengeru, Arusha kwa ajili ya kumuhifadhi Mzee Mtei siku ya Jumamosi tarehe 24. Kwa hiyo wito wangu kupitia vyombo vya habari leo ni kuhamasisha wanachadema nchi nzima, twende tukamwage mzee huyu kwa heshima kubwa ya chama chetu na kwa heshima aliyoisababishia chama chetu. Huu ni msiba wetu. Tumefiwa na mtu wa muhimu sana kwenye historia ya chama chetu, kama tulivyokwenda kwa mzee Bobu Nyanga Makani pale Shinyanga, wale wanaokumbuka mwaka 2012. Vile vile viongozi wa mkoa kwa kushirikiana na wanachama wetu, viongozi wa kanda nchi nzima, hakikisheni tunajitokeza kwa kushiriki hili tukio kubwa la kumstiri, na ikiwa vizuri tufike siku ya Ijumaa Arusha. Mimi nitasafiri kesho, nitakuwa Arusha kwa ajili ya kuongoza waombolezaji wote kumsindikiza mzee wetu huyu kwenye nyumba yake ya milele. Jambo la pili, chama chetu tulishaazimia na sasa tutaliweka katika practice, katika kulifanikisha jambo la kujenga chuo cha kumbukumbu ya Mheshimiwa Mzee Edwin Mtei, akademi ya kumbukumbu ya Mzee Edwin Mtei kwa heshima yake, kwa ajili ya mchango mkubwa, kuonesha thamani ya mchango mkubwa aliyofanya kwa nchi, kwenye demokrasia ya nchi. Kwa sababu hebu fikiria, huyu mzee ni miongoni mwa wasomi wa mwanzo kabisa. Nimwambie yeye, mifumo yote ya fedha ya nchi hii ameshiriki katika uanzishaji wa benki kuu, ndio gavana wa kwanza kabisa. Wakati hii benki kuu hatukuwa nayo. Fikiria kwa mfano, leo hakuna nyumba, wewe ndio uwe mtu wa kwanza kujenga nyumba, ndio uwe mtu wa kwanza kufikiria kiti hiki kikae hapa, hiki kiti kikae pale, meza zikae hapa. Hiyo si ni kazi kubwa, ndugu zangu? Sisi wengine tunaofuata ni rahisi kukosoa, tubadilishe hili, tubadilishe hili, au kutokana na ukuaji wa maendeleo na demokrasia na teknolojia ni rahisi, unaangalia, unakopi, unafanya. Huyu ni mtu ambaye ndio alikuwa wa kwanza kuwa gavana wa BOT, kuseti mifumo ya mwanzo kabisa ya fedha ya nchi. Lakini amefanya kazi kwenye East Africa Community, Jumuiya ya Afrika Mashariki. Vile vile amefanya kazi kwenye shirika la fedha duniani. Sasa sio mtu rahisi akatoka huko kote na fedha alizokuwa nazo na utajiri aliokuwa nao, baadaye akajishusha akaja kuanzisha chama cha upinzani hapa Tanzania. Mnaelewa ukiwa mpinzani unavyokuwa unatritiwa na serikali hizi za Afrika. Leo nimeona mtu mmoja anasema viongozi wa Afrika wangekuwa na mabomu ya nuclear, wangekuwa na access na bomu la nuclear, wangelitumia kwa ajili ya kuangamiza watu wao. Nani anaweza kubisha kwa hilo? Viongozi hao wanaoweza kutuma askari wakaua mamia ya watu ili wabaki madarakani, hao wakiwa na bomu la nuclear watashindwa kutuua? Wanakuwa wanapiga bomu la nuclear dhidi ya viongozi wao. Lakini hebu fikiria, huyu mzee pamoja na uwezo wake, pamoja na usomi wake mkubwa, akajishusha, kaja akaanza chama. Leo hapa tuko wanachama hapa, mwenyekiti Mwembe ametumia, katibu Mwembe na viongozi wa mkoa wametumia muda mchache tu kupiga filimbi, ukumbi tayari umeshafanya nini? Umejaa. Sasa huyu alikuwa mmoja,
wakawa na wenzake wakina Mama Mary Kabigi na kina Bob Makani na wengine, hawana mwanachama hata mmoja. Yaani ni wazo. Sasa umeliuza kwa mtu wa pili, limeenda kwa mtu wa tatu, unakuja Msoma hapa huna mtu hata mmoja wa kumtuma uwanjani akakuandalie, akakufungie bendera, apeleke barua polisi. Sisi kama mnaelewa huo ugumu. Sasa mpaka sisi wote tumezaliwa humu, wengine tumekuwa madiwani, wengine tumekuwa wabunge, na wengine wamenufaika sana na chama hiki. Uongo kweli? Kwa wazo la huyu mzee. Kwa heshima yake nimesema chama chetu kitajenga chuo cha kumbukumbu ya Edwin Mtei pale kwenye viwanja vyetu. Tuna uwanja mkubwa sana pale Dar es Salaam, eneo la Soga, uko zaidi ya ekari 50. Tutajenga pale chuo hicho ili kiwe kina train vijana wetu, kwanza uadilifu, uongozi, namna ya kupinga rushwa, uchumi, mambo yale aliyotaka kuyaona yanatokea. Tunaelewana vizuri?